Tunazungumza kifungo namba moja, uelewe. Umewekwa chini ya uangalizi. Kifungo ni kuwekwa chini ya uangalizi. Kiswahili kizuri sana cha Mbagala kanisani kwa baba wangu wa kiroho tunaita kizuizi. Unawekwa kizuizi. Unawekwa chini ya uangalizi. Tena uandike vizuri. Unawekwa chini ya uangalizi katili. Sio uangalizi unataka koka samani ila utaenda dukani, ila ukitaka koka tutakupa. Chini ya uangalizi katili. Ukitaka koka utaletewa maji ya chumvi. Chini ya uangalizi katili. Katili mno ni kuwekwa chini ya uangalizi katili. Namba mbili, tunapozungumza kifungo. Namba mbili sipo tu kabisa, sifanye mambo yako kwa magumu, sio. Ni hali ya kutumikishwa kinyume na matakwa au na uhuru wako. Ni hali ya kutumikishwa kinyume na matakwa au uhuru wako. Imetosha Yesu. Nasema imetosha Yesu. Nasema imetosha kanisa. Yale mateso tuliteseka, nasema imetosha kwa jina la Yesu. Dharau zao imetosha. Unatumikishwa. Mungu si akupe nyumba yako. Mungu akupe na ya pili, si ni sawa? Akipenda akupe na ya tatu. Mimi najua kukaa chini ya nyumba ya kupangishwa. Najua kutukana. Na baba mwenye nyumba aliwahi kupataga mmoja katili. Akaanza kuniingizia vyumba vyake wakati sijatoka. Anasema toa, unatoa lini mtumishi? Naambia natoa, kuna hela nasubiri kidogo muujiza. Anasema unatoa lini? Akaanza kuingiza vitu. Maana nakwambia mwenzako alishalipa hela. Tafuta pa kwenda upeleka vitu kanisani. Kinyume na unavyotaka. Kinyume na uhuru wako. Tunaenda sawa sawa. Lakini hiyo neno nitaka nijikaze nisiseme, lakini inabidi niseme tena ili ingie kwenye mishipa yako. Unapokuwa kifungoni, kifo na kifungo vinafanana. Kifo siko kama kaburini, hauna uhuru. Kifungo iko hivyo. Tunaenda sawa sawa. Unatengwa na mema. Mfungo hawezi sema naam na kuangalia Manchester inacheza leo na Arsenal. Manchester na Arsenal unadharau. Pale ni saa 12 mechi inachezwa saa 4 usiku, sawa hiyo kitu. Saa 12 wote mmelala mmekula kitu. Unatengwa na mema. Kifungo ni hali ya kutengwa na